na nyingine zije na kuja ili wana sifa. Kuna wengine wamekuwa wanatamani kumsifu Mungu, lakini wanazuiliwa na nini? Ukosefu wa maji. Na nyingine zije. Amen, amen. Twende kwenye neno la Mungu asubuhi ya leo na mchana wa leo. Wale ambao tumekuwepo tangu siku ya Jumatano, tuliopata nafasi ya kuwepo Jumatano na Ijumaa, tumekuwa na ujumbe ambao tunaendelea nao au ambao tumeanza nao. Nao unaitwaje kweli ujumbe huo? Na siri ya mafanikio. Nikieleza nilisema kwamba yapo mambo mengi yanaweza kumfanya mtu kufanikiwa, lakini katika hayo sema tunapenda tuangalie juu ya jambo moja, na hata leo ndio tunaendelea nalo. Siri ya nini? Tuone ni jambo gani ni kama limefichika, maana kitu cha siri mara nyingi hakimi wazi. Sawa? Ni mpaka ujaliwe, ufunuliwe, upate neema ya kujua ama ya kufunuliwa. Usipopata hiyo neema ya kufunuliwa, ukapata ufahamu huo, maana yake unaweza kaendelea kubaki katika mazingira hayo magumu ama kwenye mazingira duni, kaendelea kubaki kwenye hali ya kutokujua, wakati yule anayejaliwa kufahamu, anayejaliwa kujua, yeye anaendelea kufanikiwa, anaendelea. Halo. Na kwa ajili hiyo endelee tuone. Tulisema ni nini kweli? Wale tuliokuwepo. Tulisema ni nini? Jiamini. Maana wewe tayari unafaida kuliko ambaye hakuwepo. Kwa hiyo kuna kitu nakijua. Si ni sawa? Kwa hiyo jiamini. Tulisema ni nini? Naanza vizuri, baadaye maneno yanapotea. Kujifunza kwa ajili ya tuliona ni kujifunza kupitia watu walioko mbele yako. Kujifunza kupitia watangulizi, watu ambao wametangulia kuwa mbele yako. Kwamba hii haipo tu kwa ajili ya mambo ya rohoni tu, hata kwa mambo ya mwilini, maisha ya mwilini, mambo ya kiuchumi, mambo ya utafutaji, kwa kila eneo. Ili upate kufanikiwa vizuri, unapaswa kutoa nafasi ya kujifunza kwa watu wengine waliotangulia mbele yako kwa jambo hilo unaloshughulika nalo. Wewe unataka kuwa mfanyabiashara mkubwa, ni lazima uwe na nafasi ya kujifunza kwa wafanyabiashara wengine ambao wamefanya kazi ya biashara, shughuli ya biashara, na wakafanikiwa kabla yako. Na kwa ajili hiyo itakusaidia, utajua ni njia gani ama ni namna gani upate kuenenda katika kazi ya biashara. Unataka kuwa na elimu, msomi mkubwa, na kumbe hutaki kushikamana ama kwenda pamoja na waliotangulia kusoma tena kwa mchepuo wa kwako. Unafikiri kuna mahali utafika? Utaenda mbele? Ni lazima upate nafasi ya kujifunza kwa watu waliotangulia kwa eneo lako. Unataka kuwa mhubiri mkubwa, mtumishi mkubwa, Bwana kutumie kwa huduma kubwa, na kumbe hutoi nafasi ya kujifunza kwa waliotangulia kwa huduma hiyo na wakafanikiwa. Unafikiri utakuwa Halo? Utapanda kiwango? Utapiga hatua mbele? Lazima upate nafasi ya kujifunza, utoe muda wa kujifunza kwa watu wengine waliotangulia mbele yako. Amen. Wewe unatamani kuwa muombaji mkubwa, ni lazima upate nafasi ya kujifunza kwa watu ambao wamefaulu katika eneo la uombaji. Unataka kuwa mwimbaji mkubwa, ni lazima utoe nafasi ya kujifunza kwa watu wengine waliotangulia na wakafaulu katika nini? Unataka kuwa mchungaji mkubwa,
lazima tuwe nafasi pia ya kujifunza kwa wachungaji waliotangulia mbele yako wakachunga na wakafaulu. Halo. Amina. Hakuna jambo jipya, mwimbaji Masanja aliimba. Hakuna jambo jipya wapi? Chini ya jua. Mambo yote yamekuwepo. Kila unachokiona kimekuwepo. Hauna jambo jipya katika maisha yako ambalo utaanza nalo wewe. Kila utakachokifanya nafikiri ni kipya. Ukitulia utakuta kuna waliotangulia kabla yako kufanya jambo kama unaona? Halo. Amen. Na kwa ajili hiyo, ili kufanikiwa, siri ya kupanda daraja lako, siri ya kuinuka viwango vyako, siri ya kuinuka hatua yako kwenda mbele zaidi, iko katikati ya watu waliotangulia mbele yako. Usipotambua nafasi yao, usipotambua, hautafika mbali. Wewe unatamani kuishi maisha ya wokovu, maisha bila kumtenda Mungu dhambi, bila kumkosea Mungu, ni lazima upate nafasi ya kujifunza pia kwa watu wengine ambao walitangulia kusimama katika wokovu. Na ndio maana unaona tunakuwa tunapishana, ni kama tunapishana Kiswahili kizuri hicho. Ni kama tunakabiziana. Mimi leo ukiniona, sio kwamba hivi nilivyo ndivyo nilivyokuwa juzi na jana, miaka nyuma kidogo. Walikuwepo watu waliokuwa tunaita wazee. Ni sawa? Sisi tukiwa vijana, wakati mwingine vijana tuko hapo kanisani, vijana watoto kanisani hapo, kuna watu tunakuwa wazee, wakati mwingine tunatamani kuwa kama wao na kujifunza kwao pia. Leo hii tukiwa mahali hapo tumefika hatua hii, tuko kwenye hatua nyingine ambayo wapo watu wengine ambao wanapaswa kutamani kujifunza kwetu ili wapate kufika mahali wanapotaka kwenda. Watu hawa tunaojifunza kwao, aidha ni waliokwisha maliza safari. Kiswahili hicho kizuri. Wengine hatunao, walitumikia kusudi, walisimama kwenye eneo ambalo unataka upate na wewe kuinuka kwalo. Walipomaliza, Mungu aliposema sasa umefikia mwisho, wakafanyaje? Ukisoma maandiko matakatifu, imejaa watu mashuhuri, watu wazuri. Wengine walikuwa matajiri, si sawa? Wengine walikuwepo wenye elimu mpaka madaktari kinaruka, wanaandika vitabu. Wengine walikuwepo mitume, watu ambao wamefanya kazi ya kufungua kazi ya Mungu, kuhubiri Injili, watu ambao wamefanya kazi kivuli chao, wakitembea tu wagonjwa wanafanya nini? Wanapona. Leso zao zile wanazozifutia jasho kama mimi zinatumika kuponya wagonjwa kutokana na upako waliokuwa nao. Hao maandiko yanawataja na kazi zao yamezitaja, ili kwamba kizazi cha leo tuliopo sasa tupate nafasi pia ya kujifunza kwao. Na ndio maana mtu anaweza wakati mwingine akasoma habari inayomhusu mtu fulani, aidha katika neno la Mungu ama hata katika kitabu chochote fulani, akasoma habari inayomhusu mtu. Halafu akisha soma ile habari ikamvutia, ikamgusa, mpaka akajikuta huyo anatamani na yeye awe kama huyo mtu. Sina kuaga hivyo kwa nasoma vitabu. Amen. Na wengine unashangaa aliposoma habari yake kumhusu, anasema mimi ninapobatizwa mnabadilisha na jina. Mimi nitaitwa Paulo. Mimi nitaitwa nani? Nitaitwa sijui Mathayo. Anabadilisha na jina kutokana na habari aliyoisoma inayomhusu mtu fulani katika neno la Mungu. Na ile habari ikamgusa, akatamani kujifunza kumhusu, akafuatilia maisha yake, akaguswa nayo, akapendezwa nayo, mpaka akasema na mimi nahitaji kuwa nani fulani.
Mwingine aliposoma habari za Ayubu akaona alivyokuwa mvumilivu, akaona namna ambavyo alivyopita kwenye majaribu magumu akayashinda, na baada ya hapo Mungu akampa maradufu, na yeye akasema na mimi nitaitwa nani? Naitwa Ayubu. Ili kwa kuwa niko kwenye dunia yenye majaribu na changamoto, majaribu yanapokuja na mimi niyashinde kama nani? Kama nani jamani? Halo. Kujifunza kwa watu walioko mbele yetu, ambao mmoja waliokwisha maliza safari wakamaliza vizuri, lakini jambo la pili, waliopo kazini hata sasa, wanaoishi, wanaopumua, wanaohema, wanaokula na kama unavyokula, watu walioko kazini leo. Unawafahamu, wengine umesikia habari zao nzuri, ukafuatilia, ukatamani kujua, ukataka kujua kuwahusu. Halo. Na ulipowajua ukasema na mimi nimeguswa na habari, natamani kuwa na mimi mimi kuanzia leo ni fulani. Ndio maana utakuta watu katika umri wao wa utu uzima wanafika hapo wanabadilisha na nini? Wanabadilisha na majina. Si sana. Ukifuatilia kwa nini huyu anabadilisha jina? Amebeba jina la mtu ambaye amefuatilia habari zake, zikamgusa, katamani kuwa kama yeye, katamani kujifunza kwake. Waebrania sura ya 13 mstari wa 7. Waebrania sura ya 3 mstari wa 17 anasemaje? Waebrania sura ya 13 mstari wa 7. Twende. Anasema, mshike mic. Wewe mnaelewa, mnatakiwa mtumie mic na wengine wasikie. Sio mpaka twende 13:7. Anasema, wakumbukeni wale waliokuwa wakiongozwa. Wale waliokuwa wakiwaongoza, maana yake waliokuwa ni wakati uliopita ukweli. Sio wakati wa sasa. Ni wakati wa nyuma huko. Twende. Waliowaambia neno la Mungu, tena kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao. Igeni imani yao. Unaona, anasema wale waliokuwa wakiwaongoza, waliowaambia neno la Mungu, tena kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao. Maana yake hawa walishafika mwisho, si ndio? Maana yake jamani, wamekuwepo kwa kazi, wamekuwepo kwenye zamu yao, wamesimama kwenye zamu, na sasa wamemaliza zamu yao. Hawa maandiko yanasema tujifunze kwao, na katika kujifunza kwao, kwa kuwa wamefika mwisho na wamefika mwisho kwa ushindi, maandiko yanakushauri ukishajifunza kwao uige imani yao. Twenda pamoja ndugu zanguni, uige imani yake mtu aliyemaliza kwa ushindi, kwa pamoja na changamoto, pamoja na mapito, pamoja na magumu katika eneo lake alilokuwa nalo, lakini alisimama, akashughulika, akafanya, akapambana, na mwisho akamaliza wajibu wake salama. Igeni imani yao. Hapa ni kwa ajili ya wale waliokwisha lala, ambao leo hatunao, tunasoma habari zao. Ukisoma katika Waebrania sura ya 11 anaeleza vizuri sana kwa habari ya nini? Wazee wa imani. Sasa anaeleza vizuri. Anamtaja huyo, anamtaja na mwingine, anamtaja na anaeleza, anataka kusema nini? Tupate nafasi ya kujifunza kwao. Watu katika imani. Wewe unafikiri ni kazi rahisi mpaka unafikia hata kuwa baba wa imani? Unafikiri kazi rahisi? Ukiangalia mapito ya Ibrahim alikopita, sio lelemama. Halo. Amen. Ni rahisi kuyasoma, lakini ukiyakaa na kuyatafakari, ukayaelewa, ni magumu sana. Paka anatunukiwa heshima ya kuwa baba nani? Na wengine wote sasa kwenye mwili, madhehebu yote tunayoona duniani
Kila dhehebu leo tunasema baba yetu ni nani? Ni nani jamani? Wote utakuta wametokana na Ibrahim. Waislamu watasema sisi baba yetu ni nani? Ibrahim. Wanasema hivyo. Wayahudi wanasema baba yetu ni nani? Ibrahim. Sisi ndio usiseme, tunasema ni sisi hapa, wala sio ninyi. Kila mmoja anasema huyo ndiye baba yetu huyo. Sio kazi rahisi. Amepita kwenye mambo magumu, ukitaka kuyapitia ukachambua maisha ya Ibrahimu utasema kweli. Waheshimiwa kama kina Henoko. Henoko anatembea na Mungu maisha yake mpaka mbingu zikashinda kuvumilia, ikasema wewe hutaki kuonja nini? Hutaki kuonja mauti, hutaki kufa uzikwe. Wewe njoo mzima mpaka wapi? Unafikiri kazi rahisi? Si kazi ngumu sana. Mbingu mpaka ziseme wewe hujajichafua, pamoja na yote umepitia, umesimama na mimi, umekaa vizuri na mimi, njoo. Sio kazi rahisi kujifunza kwa waliotangulia. Lakini katika kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati, twende Kumbukumbu sura 32. Mstari ule wa 7. Kumbukumbu la Torati 32 mstari wa 7. Anasema, kumbuka siku za kale. Kumbuka siku za kale. Tafakari miaka ya vizazi vingi. Tafakari miaka ya vizazi vingi. Muulize baba yako naye atakuonyesha. Unaangalia mikato hiyo. Kuna mikato hapo. Anasema muulize nani? Muulize baba yako, maana yake yupo. Si sawa jamani? Jamani, mpo. Mpo. Hebu kama upo. Kama upo. Bwana sisi hata shangwe na nderemo. Anasema muulize nani? Baba yako, maana yake yupo. Ni wakati wa sasa huu. Yupo. Ukimuuliza tafanyaje? Naye atakuonyesha. Anasemaje? Endelea. Wazee wako nao watakuambia. Wazee wako nao watafanyaje jamani? Watakwambia. Wazee wako maana yake ni watu ambao wametangulia mbele yako katika hali yako. Wanajua mengi kuliko wewe. Kuna sababu ya kuhangaika, kutayarika. Wakati una baba unaweza kufanya nini? Ukamuuliza yupo. Wapo wazee ambao unaweza kufanya nini tena? Ukawauliza wakamsaidia. Wapo. Anataka kusema nini? Anataka kuzungumza juu ya wale ambao wako mbele yetu, walioko hai, ambao tunaopata sasa. Halo? Kwamba wewe ni kweli Yesu amekuzaa, umezaliwa katika Kristo, lakini kuna walioko mbele yako ambao ukiwatumia vizuri katika safari ya maisha yako ya wokovu, utatembea vizuri na Mungu pasipo kujikwaa. Ukiwaacha utapotea na huku kidhani kwamba uko salama. Unanielewa vizuri? Kumbe katika mazingira yote ya kazi, ya huduma, ya maisha, kila mtu Mungu amemwekea mtu mbele yake. Wewe unapaswa kujua ni nani anayeweza kumsaidia aliye sahihi. Halo? Kama tungepata nafasi tukaulizana hapa kila mmoja, ungekuta mpaka hiyo hatua tu ulionayo hujajifikisha hapo, Mungu alitumia mtu fulani. Kuna mtu aliyekuwa mbele yako kukusaidia, na wewe ulipokubali kusaidiwa na yeye, leo uko hapo na unategemewa na watu wengine. Oh? Amen. Kama usingekuwa tayari kusaidiwa na mtu, na huyo mtu akawa tayari kukusaidia, pengine leo usingekuwa hapo ulipo. Kila mtu katika maisha yake ana historia na mtu. Halo? Ukiona mtu anakosa historia na mtu,
Huyo mtu anataka kutudanganya kwamba umefanikiwa hata kielimu, kikazi, kiuchumi, kiuongozi, kimadaraka, yaani kwa namna yote ile, kiroho, kihuduma, ukafanikiwa bila kuwa na mtu ambaye amekuwa mbele yako, wanaitwaga role model, bila kuwa na huyo mtu kweli, utakuwa unataka kutudanganya. Hata kwenye shamba tunaenda kulima, atakuwepo mtu atakaye kusaidia kuongoza kwamba sasa hapa wewe unataka kulima mwezi wa ngapi? Wa pili. Hamna kulimaji mwezi wa pili. Unataka kufanyaje? Unalima zao gani? Hilo zao lazima awepo mtu. Unataka kukodi ni shamba mwezi wa ngapi? Ulishachelewa. Watu wanakodi mashamba wakati wanavuna tu wengine. Kuna mwingine ameshawahi kukodi. Lazima awepo mtu akuelekeza hapo. Halo? Unataka kufanya kazi gani ya machinga? Machinga. Lazima awepo mtu wa kukushughulikia, kukusaidia kwenye machinga, aiondoe na aibu yako. Maana machinga utafanya kazi ya machinga na aibu. Atakwambia kwamba sisi soko letu, sisi mamachinga, soko letu ni akina mama na akina dada. Ndio ambao wana hela. Mikoba haikosi hela. Na itatumika hata kama hakuwa na mpango wa kufanya nini? Wa kununua, tunanunua. Maana wao macho yao yakishaona yakavutiwa tu akaona tulangilangi, tunawakawaka na maana nasema kazuri, lakini ukisha sema kazuri umepata mteja. Kwa hiyo usiwaogope wanawake, unawakuta nyumbani kwao wana hela zipo zilizoachwa kwa ajili pengine ya chakula cha siku hiyo, zitaenda kwa matumizi mengine. Lazima wewe mtu akuongoze. Kweli ama sio kweli? Akikosekana unaweza ukatembea na mzigo mgongoni mpaka kwa. Mimi nakumbuka tukiwa shule sekondari, tulikuwa vijana kweli. Na sasa kapewa majukumu weekend kwenda kushuhudia mitaani. Na mimi maisha yangu sijawahi kushuhudia hata siku hii. Kwa hiyo sijui taanzia wapi. Nitamwambia Bwana sivyo, shikamo namna gani sijui. Sasa tukapanga. Bahati mbaya na kwa vijana tunaoaminika kwa sababu ya kuimba na nini, ule mkwala watu wanaona kama unajua nini, mshakuwa wazoefu kiroho na mambo ni makubwa. Kwa hiyo tukapanga, tukawana kwenda kushuhudia. Kila mmoja kaenda peke yake badala ya kwenda na mtu. Nakwambia hivi, nilizunguka na kutana na watu na waangaza hizi. Wengine naona wamekaa kwa sababu watu akiwaenda tawanzia wapi. Kwa hiyo nikafanya kazi ni kuzunguka na nasubiria tu muda wa kurudi kutoa ripoti. Unanipata vizuri? Watu wa kushuhudia ninakutana nao na wengine nawapita wao, lakini kwa sababu sijawahi kupata mwongozo, maelekezo kwa unaposhuhudia ndugu naanzaje, unapaswa kuanza hivi na nini. Sina elimu hiyo. Niliishia kuwa mpiga misele na kuzunguka pale mtaani. Nilizunguka nikazunguka muda huu na tukio nakimbia kufika muda wa kutoa ripoti. Nirudi sasa kanisani pale tunakutana pamoja vijana. Bahati nzuri Mungu saidia, ile ninarudi nikakutana na watu wananifahamu waliokoka kama mimi. Ndio kunisemesha. Sasa anakwenda vipi? Sasa safi bwana. Hata sikuambia tuna kazi ya kushuhudia. Sasa tumishi wa Mungu, karibu bwana. Ndio kule nyumbani. Ndio hapa karibu kuna mgonjwa hapa, ni mgonjwa. Umeitwa na umma, ni mgonjwa. Akasema hapa. Ndio nikaenda. Nilichokifanya siku hiyo nikaenda nikaombea mgonjwa. Nilipomaliza muombea mgonjwa, akasema sasa jamani, nawahi muda umekaa na ninawahi, nikarudi zangu. Nafikiri kaenda kuripoti kwamba kwa kweli kazi ilikuwa nzuri. Namshukuru Mungu, tumemwona Mungu wapi? Huko mtaani tumemwona. Tumeshuhudia watu habari njema na kuombea wagonjwa. Yupo mama mmoja pale na hali. Ikawa ndio ripoti.
na wakashangilia, wakapiga makofi, mpaka umeombea na wagonjwa. Wewe unafikiri mchezo? Lakini nataka nikwambie, nilikutana na wengi wa kushuhudia, niliondoka bila kuambia hata mmoja habari za Mungu, maana sijui wapi pa kuanzia. Tuko pamoja ndugu zangu? Ili upige hatua, kuna mtu anapaswa kuwa mbele yako. Unataka kujifunza kwa watu wengine, usikate tamaa, usikatie tamaa, usichoke. Wewe viwango vyako ni vikubwa, kesho yako inatisha. Ili ufikie kesho yako bora kwa eneo lako, jifunze kwa watu wengine waliofanikiwa katika eneo lako. Toa nafasi ya kujifunza. Uache maneno ya nini, ya fitina. Kuna fitina, maneno fitini. Mtu mwingine akiwa anafanikiwa, badala ya kwamba apongezwe, si sawa? Anafanikiwa, badala ya kwamba mtu apate nafasi ya kujifunza kwa anayefanikiwa, watu wanakaa makundi ya kumfitini mtu. Mtu anafanikiwa katika eneo lake la kazi, watu wanamkalia vikao vya kumsengenya, kumkalia vikao vya kumfitini. Mfitini na msengenyaji hawezi kupanda, anakufa, hawezi kuinuka. Wewe unayeona vibaya kufanikiwa kwa mwenzako, kuinuliwa kwa mwenzako, siku wewe ukiinuliwa, umepanda mbegu ya kufanya nini? Ya kuona vibaya wengine. Ile mbegu ikichanua, watakuona vibaya watu wengi, mpaka unajikatia kama unachoka mwenyewe. Tuko pamoja ndugu zangu? Anza kujifunza kwa watu. Na unaona kazi ya kujifunza, kazi ya wanafunzi ni kazi inayohitaji mtu kuwa jasiri. Mtu anayehitaji kuchukua maamuzi. Mtu anayehitaji kubeba nini, uamuzi wa kukataa woga, kuvunja aibu. Wewe kwa mfano unapanga kuongoza ibada, ndio kuongoza ibada. Usiposhughulika na kuvunja nini aibu, utakuja kwenye ibada siku hiyo. Utakuja sisi unapata na dharura. Tumisho Mungu bwana tukuoni umepata dharura. Mambo yamekubalana. Dharura mpaka na wengine wanabidi watafute na magonjwa. Sasa wakati tulipokaribia ibada, tumbo likakamata. Tumbo likashika. Hii ikawaje? Baadaye mnafikiri ilikuwa ni adui tu. Baadaye nikaachia. Halo. Mtu anayetoa nafasi ya kujifunza, huyu mtu ni mtu jasiri, ni mtu shupavu ambaye kesho yake ni nzuri mno, kesho yake ni ya faida sana. Ukikosa nafasi ya kujifunza, wewe unajua yote. Umekuwa Yesu. Kila kitu unajua, wewe unajua. Wewe hakuna mahali unaweza kutoa nafasi ya kujifunza kwa watu wengine. Wewe unajua. Umekuwa Yesu. Halo. Pata nafasi ya kufanikiwa kujifunza kwa watu wengine. Zaburi 37 anasemaje? Zaburi 37. Twende. Anasema umwangalie sana mtu mkamilifu. Umtazame mtu mnyofu. Maana mwisho wake mtu huyo ni amani. Umwangalie sana mtu mkamilifu. Umtazame mtu mnyofu. Maana mwisho wake mtu huyo ni nini jamani? Ni amani. Anaposema kutazama na kuangalia, anamaanisha utoe nafasi ya kujifunza kwa mtu mkamilifu ambaye anakwenda kumaliza kwa amani. Halo. Jifunza kwa watu wengi. Ukimuuliza kuna wengine hapa ni mafundi, si sawa? Amekuwa fundi hivi, sasa amejifunza kwa watu wengine. Angekataa kujifunza, angekuwa fundi. Angekuwa fundi mzuri.
Si hamna? Unaona leo kuna watu wanasimama kuongoza ibada, kusimama kuhubiri, mpaka unasema nao. Lakini ukiwauliza walivyoanza, mtu anaanza kuongoza ibada kama hapa, naangalia huko barabarani kwenye sheri. Anasema Bwana sifiwe, tena hana maiki. Mkono huko, Bwana sifiwe. Bwana sifiwe sana. Leo karibu wana sifa. Anaangalia wapi? Anaongea na kata na kucha kwa nini? Kwa meno. Huyu anayeanza hivyo, kesho akisimama mara ya pili, ataangalia kule kule tena. Anaanza kuangalia watu. Baadaye unaanza kusikia anaanza kuwapiga mkono. Mbona hamchangamki? Mbona mmezuba? Huyu ni yule aliyekuwa anaongoza, anaangalia watu. Anaanza kujua tumezubaa au hujazubaa. Akaza watu tusimame, simameni. Mbona bado mmekaa? Tukae. Nyosha mikono juu. Huyu ni yule kweli? Halo. Ukimfuatilia ametoa nafasi ya kujifunza kwa watu wengine wanaoongoza ibada vizuri. Tuko pamoja? Na kwa ajili hiyo akaanza kuinga mambo kutoka kwao. Na leo anasimama kwa miguu yake mwenyewe akiwaelekeza. Na watu wote mnataka mtaki, mtasimama, mtakaa, mtafanya nini? Maana ni kiongozi uko mbele yako. Halo? Amen. Unampanga mtu tutatupa neno la Mungu Jumatano. Neno la Mungu tutakasema. Nani? Mchungaji nasemaje? Mtaelewa ninasema nini? Nasema mtatuhudumia kwa neno Jumatano, neno la Mungu. Sasa mimi nasema anasema hapo bado mimi bado kwanza nile sana neno. Ule sana neno takiwaje umekula sana neno. Si uanze kutupa kile kidogo ulichokula na sisi. Maana unapotupa unalisha watu wengine, unaacha nafasi na wewe huko ndani ya kula kitu kingine. Tuko pamoja? Bado sasa endelea kuniombea Mungu. Sukua poti sana. Baadaye namtia moyo, anakuja kusimama, anasema jamani, Bwana sifiwe. Bwana sifiwe sana. Kihesabu Bwana sifiwe siku hiyo. Tunakaribia mianga. Bwana sifiwe. Asifiwe sana. Amen, amen. Uhuru wa Yesu. Uhuru wa Yesu. Ndio huyu ameanza nini? Ameanza nini jamani? Ameanza safari ya kufanikiwa katika uhuru. Tuko pamoja? Amen. Tunashangaa aliyepiga Bwana sifiwe karibu 250 kwenye ujumbe wa robo saa. Kesho kimpa saa moja unasikia Bwana sifiwe ngapi? Kwingine kote ni nini? Anashuka nondo au sio? Anashuka matirio, anashuka ujumbe. Sio ujumbe unajua. Haleluya, shangilia, piga makofi. Amen, amen, amen. Amen, amen. Hapo tunaanza ni huduma ya wanaofanya nini? Anayeanza safari. Amen zinabadilika mpaka zinakuwa amen. Lakini baada ya hapo utakuta ni mtu mwenye injili sio kwa kawaida. Niliwashuhudia mtu wale walio Ijumaa, nilivyoanza mimi huduma. Ninapewa kuhubiri, nilishia kusoma mstari tu mmoja. Niliposoma mstari mmoja huko wakasema amen. Waliposema amen nikamwambia hilo ndilo neno la Bwana. Nikaenda kufanya nini? Kabidi sasa tulikuwa shuleni wakati huo. Mwenyekiti wetu aanze kutafasiri andiko nililosoma. Mimi mtumishi wa Bwana na jasho nilitoka. Nimeshaenda kukaa. Nimeshalisha neno la Bwana kanisa la Bwana. Amen. Ndiko tunapotoka. Lakini baada ya hapo ukaanza kupata nafasi ya kujifunza. Kuangalia wengine wanafanyaje. Hivi inakuwaje? Mbona wewe unahubiri na barikiwa inakuwaje? Inapata nafasi ya kujifunza. Nikajikuta kila mhubiri anayesimama
Siachi kuwa na notebook kwa daftari la kuandika ujumbe wake. Kila leo simama na andika. Sininya muandike hapa. Nitaandika ni wachache, wanaandika ni wachache. Kila leo simama na andika ujumbe. Naandika ujumbe, naandika. Halafu unaposikia unaandika unashiba vizuri kuliko. Maana wakati unaandika akili inaendelea kupata maarifa zaidi. Tuko pamoja. Kawa naandika kila mhubiri kwa kwangu unakuta kuna vinoti vingi vimejaa ujumbe za miaka. Sasa nilipopewa jukumu, naomba sasa unataka ukati utakuwa mchungaji na mimi nitakuchunga stadi. Hutanikuvuta na kuhubiri kulikuwa mtaala mshtaki atakupenda. Mimi kazi yangu kuimba, tukiwa kwenye kuimba hapo sasa. Ya kuhubiri, kuhubiri watahubiri wengine huko. Ndugu nikabanwa, unataka hutaki kafunge kazi mpya, kaanzishe kazi. Naanzisha nahubiri nini? Tahubiri nyimbo. Na shetani alivyo mzuri, tunajua na yeye na mambo yake. Wakati nimeenda kwenye huduma, shetani kwa uzuri wake, nisiseme ubaya wake, akatumia viongozi, watumishi, wachungaji waliotangulia kabla yangu kwenye huduma. Kulivunja moyo. Ameenda kuchunga. Kwani kule kuna kwaya au ameenda kuanzisha kwaya huko? Maana huyo ni mwalimu wa kwaya. Yeye kazi yake kuimba, kufundisha kwaya. Kama ni kwaya, sawa. Halo? Sasa umeshakuwa mchungaji, utashinda kuhubiri. Tutahubiri. Unahubiri nini? Nikawa sasa nachukua zile notes zile. Naangalia ujumbe huu ulikolea siku ile. Nilimweleza sawa. Ujumbe sawa. Na mimi ndio nasimama nao sasa. Nasimama na ujumbe wao kanisani. Shirika bado wachache wangapi hivyo ndio nasimama nao. Nahubiri ujumbe kwa kukopi. Na nielewa vizuri? Unakopi ujumbe niliohubiriwa huko. Nilioandika kwenye daftari. Sasa Mungu akiweka mafunuo machache ataongezea, lakini kila kitu nimekopi na kupaste. Nikaenda ile kumbe ndio darasa linaendelea. Unanipata vizuri sana. Nimeenda baadaye kasema. Nikaandika kumbe na mimi nikaandaa ujumbe. Nikawa naanza kuandaa ujumbe. Nasimama na mstari, napiga ujumbe bila kutumia kukopi. Nimeenda mpaka leo nafundisha wengine wachungaji. Amina. Na nipata na wengine walitoka hapa Jumapili watakwambia kwamba ni mwalimu wao wewe. Si mlikuwepo? Amen. Mpaka leo ni mwalimu wa nafundisha wachungaji. Lakini nimetoka kwenye mazingira hayo mimi. Ndugu yangu, unataka kupanda hatua? Jifunze kwa watu wengine. Amen. Usiingie na kutoka tu nyumbani mwa Bwana ukakosa kitu cha kujifunza kwa mtu mwingine kwa huduma ambayo unayo. Tukiwa mahali hapa kuna huduma tofauti. Kila mmoja na huduma yake, ana mtu mbele yake. Halo. Amen. Bwana atakuinua, atakupandisha. Wewe utakuwa viwango vikubwa mno ambavyo si vya kawaida. Lakini kitakacho kufikisha huko ni kutoa nafasi ya kujifunza kwa waliotangulia mbele yako wakafanikiwa. Jifunze. Kujifunza kunaleta faida. Amen. Amen. Jifunze. Kutabadilika, usikubali kubaki hivyo ulivyo. Kubaki na hali hiyo nayo. Toa nafasi ya kujifunza. Utakutana kule funzo mengine atakusaidia kwa habari ya mapito, kwa habari ya changamoto. Unakuta kumbe changamoto unayopitia, kuna wengine wamepitia na wamevuka salama. Utasaidika namna hiyo. Na unasema kumbe na mimi naweza nikavuka nikatoka. Halo. Jifunze. Tuko kwenye dunia pia, kwenye ulimwengu wa kujifunza mambo, kujifunza vitu. Wewe tafuta kujifunza mambo ya rohoni na mambo ya mwili pia ujue. Tuko pamoja ndugu zangu. Ulimwengu ujue uko mahala gani,
Usiishi jana wakati unaishi leo. Tuko pamoja ndugu zangu? Jifunze kwa watu waliofanikiwa. Usijifunze tu kumtenda Mungu dhambi. Tuko pamoja? Usijifunze tu kumfanya nini? Kumtenda Mungu dhambi. Lakini jifunze. Wapo watu wengi hata sasa. Na hasa kwa makanisa yetu ya Kipentekoste. Nakuelekea kwa makanisa yetu ya Kipentekoste. Unakuta hata maisha yao ya ndoa zao unalipata vizuri. Walipokutana barabarani wakapendana, wakachukua na wakaoana kwa Yesu. Ni wameoana hivyo. So wameoana hivyo. Wakioana hivyo, waendelee kukaa hivyo. Waendelee kukaa hivyo. Ulimwengu wale ni watu wanaokaa, watu wameoana bila, tungekuwa na watu wa sheria hapa wangetusaidia vizuri. Ulimwengu wale ni watu kukaa, mmeoana kwenye familia, ni mke na mume. Mnakaa ndoa yenu mkao mnaijua ni tuna kanisa tu. Halafu Jamhuri ya Muungano wa nini? Wa nini? Hauijui. Wakianza kuwauliza nasema watu hawa walikuwa wanadhaniwa kwa wanandoa, wanadhaniwa. Walikuwa wanajaribu kuoana lakini wameshindikana. Safari imeshindikana wapi? Namna hiyo ulimwengu wa leo uko hivyo. Ulimwengu wa leo ni ulimwengu wa certificates. Si sawa? Mtoto tu akizaliwa hawa wanajua hawa wadogo. Akizaliwa tukache. Si sawa? Akizaliwa mtoto akaenda na chekechea, cheki. Akitoka chekechea shule ya msingi, cheki. Sinapanga hivyo. Secondary, cheki. Akienda huko cheki. Kama maisha ya watu ni vyeti, vitambulisho, cheki. Maisha ya ndoa. Wanaume. Hawapo wametwaliwa. Wanaume. Weno. Vipi wewe? Mambo yako vizuri. Paulo. Lukanga ni Paulo Tibaka dai. Mambo yako vizuri. Yako kiasi chake. Unaona hapo tunakokaa. Ndugu zangu niwaambieni, huu ni ushauri wa neno la Bwana. Mnanipata vizuri? Mnanielewa? Shughulikieni na mbariki na ndoa zenu. Vipi? Mpenda vipi? Kuna mambo mazito. Injili imepenya. Injili kamili ya Kristo. Leta mamilioni ya watu kwa Yesu. Leta mamilioni ya watu kwa Yesu. Injili kamili ya Yesu. Si ndio hii sasa nawaambia? Amen. Tunajifunza kwa wengine. Unaangalia mtu mwingine akiingia kwenye changamoto na yuko kwenye ndoa na ndoa haieleweki. Tosheje yako. Nanielewa vizuri? Unanipata? Na mimi sija wa kuambia haya. Au sio mzee? Yaani mnaingia na kutoka kwenye hizo nyumba zenu. Ni kwa sababu tu hali iko hivi ya amani. Kuna mazingira hayakubali, nakwambia. Hali ya sasa tunapaswa kujifunza, tuone wengine wamepita kwenye changamoto za namna gani. Zile changamoto zitufundishe, tutengeneze mambo yetu vizuri. Wanaume hapa sasa, wanaume wanasema mchungaji, ona wanawake nao wanasema kazia hapo hapo. Wakati wanawake wanasema kazia hapo hapo, wanaume wanasema mchungaji kiasi chake. Amen.
upate na wewe nini? Ni ile sio cheti. Ndoa ni degree, ni shahada. Ndoa inakolewa nini? Shahada ni degree hiyo. Tunawapaka cheti cha shahada, si degree. Ni degree. Hapo wewe unayo degree ya ndoa. Ni sawa kabisa. Amen, amen, amen. Wangapi wenye degree za ndoa hapo? Pata nafasi ya kujifunza. Tunajifunza hata maisha katikati ya jamii, kwenye jamii, si sawa? Ndio. Amen. Jamani, amina. Amen. Tusimame. Maana hapo atasema mchungaji. Simama.